ila ni Mungu yeye ndiye akuweke hapo. Kwa hiyo kiburi kwa ambao ni ramu au ramut, maana yake ni kujiona juu ya wengine, kujivunia, kujitenga kwa ubora, ya kwamba wewe ni bora kuliko mtu mwingine, au kujiweka juu kwa hadhi. Hivi vitu vizingatie vizuri kabisa. Ndio utashangaa ya kwamba katika orodha ya vitu ambavyo Mungu anavichukia, kiburi kimepewa namba 1. Ndio ujue kwamba ni kitu hatari sana katika maisha, ni kitu kigumu kweli kweli. Hata baadhi ya watu wameanguka katika biashara zao kwa sababu walipopanda kiburi kiliota. Na kwa kawaida kiburi kinapoota tu, kuna nyundo ya Mungu inashuka kukiponda, iwe ni kwenye cheo, iwe ni kwenye biashara. Sina maana wote walioanguka katika biashara au katika vyeo walikuwa na viburi, hapana. Kuna wengine walianguka sio kwa kuanguka, ila ni kwa Mungu kuwaondoa ili akawatengeneze tena kwa ajili ya kitu kingine bora zaidi. Huo sio kuanguka, ila ni kubadilishwa tu eneo. Hilo lizingatie sana. Kwa hiyo sije ukaanza kunyosha vidole kwa watu. Turudi katika Waebrania, nasemaje? Neno la Kiebrania ramu au ramut lina maana kuinuka kupita kiwango, kutafuta nafasi ya juu kuliko uliopangwa, kuamini kuwa mtu ana thamani inayozidi wengine, au kutaka kujithibitisha kama mtu mwenye daraja maalum. Kwa yeyote ambao unanisikiliza, ukiona hii sifa inakuangukia, yani haya maneno ambayo unayasoma, unasikia ndani ya moyo wako kuna kitu Mungu anakusemesha leo ya kwamba ulikuwa huko hivyo, ndio hicho kiburi kinachoongelewa ambacho Mungu anakichukia. Kwa hiyo ndio unakuta hata wakati mwingine, hata kama ni pale ofisini, meneja na nini, anataka atambuliwe kama meneja, yani kuna namna atafanya tu mpaka muweze kumtambua kwamba yeye ni bosi wa hapa. Hiki ni kitu ambacho Mungu anapokiona anakichukia kabisa.